Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha katika masomo yetu ya siku ya leo. Leo ni siku ya Jumanne, tuna somo zuri linalosema kusimama wakamilifu na kuthibitika. Amen. Karibu, kabla tujaendelea tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya masomo haya. Asante kwa nafasi ya pekee umetujalia. Tunapoanza, Mungu wetu, anza nasi. Tunamkumbuka huyu anayetufuatilia. Baba, mtie nguvu, mpe uelewa, aelewe sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Amen. Kusimama wakamilifu na kuthibitika. Kusimama wakamilifu. Tukumbuke tuko katika somo la mwisho kabisa la mfululizo wa masomo yetu yaliyokuwa yanaangazia Wakolosai, Wafilipi na Wakolosai. Katika masomo 13 hili ni la mwisho kabisa. Kusimama katika mapenzi yote ya Mungu ndio kichwa chake, na leo ndio tunafika penyewe, kusimama wakamilifu na kuthibitika. Twende kwa Wakolosai sura ya 4 mstari 12 mpaka 13. 14:12. Wakolosai. Epafra, aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, sawa, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Yaani maombi yake mzigo mkubwa wa Epafra ni kwamba ili wasimame wakamilifu na kuthibitika sana katika nini? Mapenzi yote ya Mungu. Na mapenzi tunaweza kutafsiri pia katika makusudi yote ya Mungu walioitiwa ya. Hai. Tumesoma mpaka 13. 12. Sasa kuna hili neno wakamilifu. Hili neno lina utelezi. Tuliangalie kwa makini sana. Hawa Wakolosai ambao wanaombewa na Epafra hapa ni wakamilifu tayari au bado? Hawa bado, na wanaendelea, niseme kwamba wasimame imara. Ni wakamilifu. Kwanza hata hiyo kuthibitika, kusimama. Wamesimama hawajasimama, ni wakamilifu si wakamilifu? Kidogo inakuwa inahitaji kidogo. Lakini bado ni kama bado maombi yake, mzigo wake ni kama hawajawa au tayari au vyote. Sasa twende, kuna haya mambo tulishazungumza huko kidogo, lakini turudi nyuma kidogo. Kwa mfano sura ya 2 mstari wa 10 inaonyesha kama tayari. Anasemaje pale 2:10 kwamba na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu tayari. Ila unatakiwa usimame imara, usiumbeyumbe, ubakie ndani ya ukamilifu huo. Kwa mfano sura ya 2 hiyo pale mbele anasema kuna watu wanawasumbua huko. 18, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu Bwana. Au ukamilifu wenu, au ukamilifu mlionao na ule mnaotarajia siku ya mwisho. Kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe na kuabudu malaika. Yaani ndio mafundisho yao. Wanataka eti anasema hapana, wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukizurukiwa na kuunganishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Kristo ndio mkamilifu. Ukiwa ndani yake nawe ni mkamilifu. Amina. Kristo ndio mwenye haki. Ukiwa ndani yake wewe ni mwenye haki. Sawa Lakini ili ukue katika huo ukamilifu, inatakiwa usimame imara, usiumbishwe. Wewe uunganishwe na kichwa, bakia hapa.
Unajua ikiwa kama tutasimama imara na kuyafanya mapenzi yote ya Mungu, ni lazima tumjue Kristo. Kwake yeye ndio tunakamilishwa. Tuko kamili na tunakamilishwa. Yaani ukizaliwa kwa mfano kwenye familia ya Mungu, wewe sio kilema. Waweza kusema jicho hana lakini litakuja baadaye. Yaani wewe unazaliwa na macho yote, na mikono yote, na talanta zote ulishapewa, nafasi yote, yani wewe ni kamilifu. Ila kama mtoto unatakiwa kukua. Lakini ukuwe ndani ya hiyo nyumba, ule chakula chake, uruzukiwe na kichwa. Yaani sasa anasema thibitike. Maombi ya Paulo kwa ya Epafra kwa Kolosai anasema Mungu wasiumbishwe. Kuna watu wanafundisha habari ya malaika, maono yanawatoa nje ya Kristo. Wengine wanasitiza habari ya kushika, anasema usishike, usionje. Wanatafuta kutawala mwili kwa ukali, wakidhani ya kwamba wanaweza kujikamilisha katika mwili. Anasema Mungu hapana, ni kwa njia ya kumfahamu Kristo katika unyenyekevu, upole, uvumilivu, ustahimilivu, ndio tunafanania Kristo. Swala sio kwamba nimeacha kula nyama tu. Mtu asiwakumie, simama imara katika ukamilifu. Amen. Ukamilifu wetu usije ukapata kuyumbishwa. Namna tunavyomjua Bwana na tulivyompokea Bwana, tuzidi kumjua, tuendelee, bali tusije tukachepuka, tusije tukarudi nyuma kwa mafundisho mengine. Mafundisho yetu yazidi kutusogeza karibu na Bwana zaidi. Rafiki yangu, simama imara, thibitiki. Amen. Katika Kristo Yesu. Tumejifunza mengi na tunamaliza kuyajifunza mengi, na mengi yote yanajumuisha katika neno hilo moja, Kristo na Kristo pekee. Simama katika Kristo, yeye ndio ukamilifu, yeye ndio msingi. Simama imara. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili linalotuthibitisha pendoni katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Basi neema yako inatosha. Yule shetani ambaye anasema haitoshi, Yesu haitoshi, bado upendo sio kifungo cha ukamilifu, eti tukifata masharti fulani, mapokeo fulani ndio tunakamilisha. Leo hii tunakataa kwa jina la Yesu. Amen. Na hata kwa msikilizaji wetu, turudishe tena, tusimame katika Kristo, msingi imara, kwa masomo yanayoendelea na kwa neno lako sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Basi rafiki yetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Tukutane siku ya kesho ambayo itakuwa Jumatano na somo linalosema kuishi katika dunia hii lakini si kwa dunia hii. Kweli? Amen. Amina. Mimi ni Geoffrey Omondi. Enos Mwakalindi leo.